Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Mwalimu Jeff Masawe kwa ajili ya kufanya kipindi kingine kubwa ambalo tunaongelea leo ni kuhusiana na Irani. Tumeona Irani bwana ina mgogoro mkubwa sana. Kwanza kabla ya hii ambayo tunaiona sasa hivi, miaka miwili hivi mitatu nyuma tulisikia kwanza wimbi kubwa la watu kuanza tuseme kuuasi Uislamu ambao upo pale Irani. Tulisikia kuna kipindi wanawake wanalalamika kuhusiana na mavazi, na tulisikia kwamba misikiti inabaki empty kwa kiasi kikubwa sana, karibu 40% ya Waislamu wanauacha Uislamu. Sasa nikasema leo tuongelee ilikuwa ni shida ni nini hasa Uislamu uliopo hapo Irani. Una shida gani hasa ukilinganisha na Uislamu wa sehemu nyingine ambako hatuoni matukio makubwa kama yanatokea? Karibu sana mwalimu, wasalimia watazamaji, karibu. Sina habari ya saizi. Shalom, shalom. Sawa, mwalimu, moja kwa moja tuanze kwanza kujua wale wa Irani, shida na serikali yao ni nini, shida na Uislamu wao ni nini? Na kwa sababu kihistoria tunajua lile ni taifa la Kiislamu kwa miaka mingi sasa, ni nini kinachotokea sasa hivi? Okay, shida kubwa ni utawala wa Kiislamu. Okay. Hiyo ndio shida kubwa ya watu wa Irani kwa sasa. Hawataki utawala wa Kiislamu. Wanataka secular state. Okay. Unajua Irani ilikuwa inalelewa katika mazingira ya kisekula. Okay. Nikisema secular naeleweka? Secular maana yake bila dini, bila kufuata dini yoyote. Yaani serikali inakuta yenyewe haina dini. Ndiyo. Ambayo inajifanya kuwa dini ya taifa. Okay. Kwa maana wananchi wanakuwa na dini lakini serikali inakuwa ni ya kisekula. Okay. Kwa hiyo kuanzia ule mwaka 1935 ndiyo ndipo Reza Shah. Ndiyo. Neno Shah maana yake ni mfalme. Okay. Ndio wanasema farao, mtemi, okay, mangi. Kwa hiyo Shah Reza. Shah Reza ambaye babake na huyu mjukuu ambaye ni babu ya huyu sasa ambaye anataka kutenda kutawala Irani, huyu Pahlavi. Okay. Huyu Silas Pahlavi ambaye anataka kutawala sasa hivi. Okay. Juu ushamsikia? Huyu sijamsikia sana. Nimesikia yeye anayetawala kabisa. Yupi anayetawala? Khomeini. Kuna huyu ambaye anataka kutawala. Okay. Ambao Marekani anataka mpachike pale. Okay. Sasa babu yake sasa huyu Reza mwaka 1935 ndipo alipitisha kwanza jina la Iran yenyewe. Lilianza mwaka huo. Neno Iran kutoka neno linaloitwa Aryans, ni kizazi kinaitwa Aryans ambacho Hitler alikuwa anafanya utafiti kuhusu hicho kizazi. Okay. Ni kizazi ambacho kina akili na wazungu wanasema kwamba wana link nacho hasa Wajerumani. Okay. Ndio maana neno inaitwa neno Iran. Kwa hiyo zamani ilikuwa inatumika kama kizazi tu cha Aryans cha wale Waajemi. Kwa hiyo mwaka 1965 ndipo ile nchi ikawa nini? Iran. Okay. Waajemi wakaitwa wa Iran. Walikuwa wanaitwaje? Walikuwa wanaitwa ni Waajemi, ila walikuwa na zile dynasty, zile falme kwa majina tofauti tofauti. Nitakuelezea. Sawa. Sasa kwa hiyo yule Reza alikuwa anatawala Iran kifalme. Okay. Ambapo mtoto wake anakuja katawala, kaja kaondolewa na Ayatollah mwaka 1779. Okay. Kwa amepindua utawala. Sasa hapo kuna kitu ambacho ndio kina asili ya mgogoro ambao ulianzia mwaka 1979. Ndio mgogoro wale unaoona leo. Tuko pamoja paka hapo Ndiyo. Sasa Irani ni taifa ambalo ukiangalia malezi yake toka awali lililelewa katika mazingira fulani ya uhuru. Okay. Alikubanwa. Yaani wananchi walikuwa na uhuru wa kumiliki au kuwa na dini yoyote. Okay. Hata kabla Yesu hajazaliwa. Okay. Sasa kidogo labda kama nimejibu swali lako ili nijenge hoja nyingine. Tuendelee kwanza hapo. Naona. Hebu jenga hoja ambayo kama nimekujibu. Okay. Hapo mimi umenijibu hasa kuhusiana na mgogoro wenyewe. Japokuwa bado sijapata sasa shida ya Uislamu kule ni nini kinachosababisha. Sawa. Sasa iko hivi. Ili tujue mgogoro huo ambao ni shida ya Uislamu. Ndiyo. Lazima tuangalie historia. Sawa. Hitler anasema na Napoleon pia taifa lolote ambalo alikai katika historia kuna tahadhari ya kuirudia ile historia. Okay. Unaona? Ndio. Sasa Irani mara ya kwanza hata kwenye Biblia imesomwa. Okay. Mfano kusoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 14. Ndio. Utaona pale kuna mfalme anaitwa Kedorlaomer. Okay. Kedorlaomer alikuwa ni mfalme wa Elam. Elam ndio wao kina Irani. Elam ina maana ya Iran. Elamites ni kizazi cha Elamites ambacho kilizaliwa ni mtoto wa watoto wa Shemu. Okay. Mtoto wa Shemu ambao alienda kamili ile eneo akaunda dola la Elamite.
walikuwa ni hodari sana wa kutupa mishale. Biblia imewasifia ni hodari wa kutupa nini? Mishale. Walikuwa ni mashujaa sana watu wa Elamite. Walivamia Kanaani, walikuwa wanatawala Kanaani wakati huo, kwa maana ya kama imekuwa kama vile inakuwa inaitwaje hizi, inaitwa kama subject state hizi. Picha Ibrahim hata ndio walimteka Rutu pale Sodoma na Gomora baada ya kuwashinda zile falme zile 5. Ibrahim akapigana Kadoma, akaenda kumuokoa nani? Rutu. Kwa Ibrahimu ashapigana na nani? Na Wailani hao. Akamuokoa Rutu, akanyang'anya mali yule mfalme Kadoma. Sasa hiyo ni historia ya Biblia. Sasa wa Aram au wa Irani hao kwa sasa walikuwa ni taifa ambalo tukutu sana toka zamani. Sasa baada ya Aram hiyo ikaja ndo zile dynasties zinabadilika. Nikaja ile Persia Empire. Kipindi cha kina Cyrus the Great, Koresh. Katajwa kwenye Biblia mara nyingi, kitabu cha Danieli, kitabu cha Mambo ya Nyakati, kitabu cha Isaya 45, na Mungu amemtabiri Koresh kabla hajazaliwa. Ni miaka 150 Koresh anatabiliwa. Unaona kwamba atakuja kuokoa wana wa Israeli kutoka Babeli. Kwa wakati huo Babylon Empire ilikuwa inatawala nini? Dunia. Hiyo Babylon Empire. Nafikiri historia inakubali, hata nje ya Biblia, historia inakubali kwamba Babylon Empire ni taifa ambalo linatawala dunia pale Iraq. Mpaka leo magofu yake yako pale Iraq, karibu na Baghdad. Sasa hawa Persia chini ya Koresh walikuwa na utawala zimeshikana mbili, kuna Medes and Persia. Medi na nini? Na Uajemi, kama leo Zanzibar na Tanganyika. Kuna mfalme wa Jamhuri ya Muungano na kuna rais wa nini? Kuna rais wa Jamhuri ya Muungano na kuna rais wa Zanzibar. Sasa ile Umedi na Uajemi kwa imejiunga, lakini Uajemi walikuwa na nguvu kama jamhuri ya ile empire. Alafu Wamedi ni kama katawala kadogo. Unasoma Danieli sura ya 5 utaona kina Dario Medi chini ya Koreshi wanaikonka Babylon kwa mujibu wa Biblia. Wakaitawala ile dola ya Babylon. Ule mwaka wa 338. Sasa sawa, ile dola ikawa empire kubwa, hiyo Persia Empire au Achaemenid Empire. Hiyo ni dola la Kiajemi chini ya Koreshi. Sasa Koreshi alivyokuja akaika utamaduni, maana Babeli ilikuwa inalazimisha dhamiri. Kwa mfano, utawala wa Babeli ulikuwa unakutaka wewe uabudu unavyotaka wao Babeli. Wanataka usome wanavyotaka wao. Wanataka uishi wanavyotaka nini? Wao. Kiimani, kiuchumi na kila kitu. Ilikuwa ni taifa la kidikteta sana Babylon Empire. Ndio nasema kile kisa cha Danieli sura ya 3 tunaona mfalme Nebukadnezar akalazimisha dunia nzima iabudu sana. Mbona point hiyo? Kuna utawala wa kidikteta. Nebukadnezar pia historia imeandikwa, historia inamsoma, kwa tunaongea mambo ambayo ni historical. Sasa huyu Koreshi kwa nini alipendwa duniani? Na mpaka leo anapendwa. Hata kwenye issue tunai kwenye movement ya Iran sasa hivi. Wanachukua ile bendera ya nani? Ya Simba. Ile bendera ya Simba ilikuwa ni alama ya Koreshi. Ni utawala wa Koreshi. Ndio maana pale Iran kuna majengo ya zamani ya kale ya kifalme. Ile nembo yao kuu logo ni Simba. Ndio maana bendera naona kama zipo mbili, moja kama ina vinyota nyota, moja kama ile ya Kiislamu ambayo juzi wameing'oa pale Iran, ile jengo kubwa pale. Lengo la ile bendera ya Koreshi. Sasa Koreshi ametumika kama vile simbo ya movement hii ambayo ya maandamano ya sasa. Kwa nini Koreshi? Koreshi alivyoingia madarakani kuwa mfalme wa dunia baada ya kuiangusha Babeli. Aliweka order, sheria kwamba kwenye utawala wake hakuna kulazimisha katika dini. Mtu yote atakuwa Myahudi, atakuwa sijui dini gani, kilichokuwa kuna Wayahudi sana. Na walikuwa na taifa ambalo lilikuwa linapingwa sababu sheria zake zilikuwa tofauti. Zilikuwa tofauti, wajua Wayahudi kuabudu sanamu, abudu nini, sasa kuna baguliwa sana. Sasa yeye akawakomboa Wayahudi, akawapa uhuru wa kuabudu Mungu wao wanavyotaka. Na wakaijenge mji wao nini? Wa Jerusalem. Au wa Persia hao. Alafu akasema katika utawala wangu hata bata, hata njiwa atatunzwa kwa sheria. Kwa hiyo sio kuua njiwa tu, sababu umejisikia kuua njiwa. Ujisikia kuua tu kila mnyama yoyote. Mpaka uombe kibali na utoe kwa nini umuue. Au sio? Kwa hiyo utawala wake mpaka wanyama na ndege walipata protection. Dini zote haina uwe mpagani, uwe utaki kuabudu, sawa? Serikali ingili, serikali inaangalia tu wewe ukivunja sheria, ukiua, ukifanyaje, yani kuvunja sheria za msingi zile za kibinadamu, serikali inakushughulikia. Kwa hiyo huyu Koreshi alivyokufa tu ilikuwa ni tabu. Kwa Irani hii unayoiona ishatawala, ishakuwa superpower ya nini? Ya dunia. Hebu nisome andiko kwanza haya. Kitabu cha Esther 1:1. Tuangalie utawala huu ulivyokuwa mkubwa wa ajabu.
ulitawala mpaka India. Okay. Esther moja. Soma. Mstari wa kwanza nasema katika nyakati za Ahasuero, Ahasuero aliyetawala mikoa 127 kutoka India mpaka Kush. Kutoka India mpaka nini? Kush. Kush ni Afrika hapo? Ethiopia. Ethiopia si Kush. Watu wanachanganya. Okay. Kush ni Sudani. Okay. Yaani ukisikia Mkushi kwamba haiwezi kubadilisha ngozi yake, au sio? Okay. Ni Msudani. Hii Ethiopia ilizaliwa na Wasudani hao baadaye. Okay. Sasa kwa mpaka Afrika, sababu dunia wakati ule ilikuwa North Africa, ilikuwa ni Middle East mpaka India. Okay. Kwa hiyo huyu akatawala mpaka Ugiriki. Sawa? Kwa hiyo ilikuwa ni dola kubwa sana wakati ule. Kwa hiyo ilikuwa ni utawala wa amani na utawala mtulivu. Ila watoto wake baadaye ndio kaja karibu utawala wa nini? wa sheria, utawala wa uhuru na kadhalika. Baada ya Ottoman kuanguka ule mwaka wa utaanza kutawala kwa mwaka wa 538 mpaka mwaka wa 331, nilikosea mara ya kwanza. Sawa. Mwaka wa 331 ndio kazaliwa utawala wa Kigiriki wa Alexander the Great. Alexander the Great akaenda kaigonga nini? Umedi na nini? Na Uajemi. Na ilianguka Umedi na Uajemi baada ya kubadilisha utaratibu wa Koreshi, founder wao. Okay. Ya uhuru, wakaweka udikteta. Ndipo watu wakaikataa kule Misri, wapi wakaikataa Umedi na Uajemi, wakamkubali Alexander the Great, ikaangushwa hiyo nini? Umedi na nini? Na Uajemi, Persia Empire. Baada ya Alexander the Great akawa anatawala mpaka maeneo yote ya Umedi na nini? Na Uajemi mpaka India. Ndio kaja kazaliwa Roman Empire. Wakati Roman Empire imezaliwa, ndipo Wamedi wakashikamana wakaunda dola moja inaitwa Persia before Christ. Okay. Persia ni hicho kama vile Persia tu kwa lugha nyingine. Okay. Kwa wakarejesha utawala wao ule wa zamani. Persia ikawa strong kijeshi na Persia walisumbua Roman Empire. Na Persia ndio dola ambayo ilibeka historia ya kumkamata mfalme wa Roma. Okay. Ilikuwa kumfahamu, ilikuwa spiritual kwa Roma, ilikuwa na mfalme wale majemedari wa Roma. Okay. Persia ilikamata na kamuua. Na walimchukua yule jemedari mkuu wa Roma ambaye alikuwa rafiki yake na Julius Caesar, wakamiminia dhahabu ile yeyushwa. Unaona? Hiyo ni historia. Kwa hiyo Persia ilikuwa inamata Julius Caesar. Julius Caesar na Julius Caesar ambaye alianzisha dola alianzisha ukaisari. Ndiyo. Aliweka ahadi ya kupigana na Persia Empire. Lakini alikufa kabla hajapigana na Persia. Kwa hiyo wafalme wa Roma walipambana na Persia kwa muda mrefu. Na hata Marekani, Irani ina historia inasumbua Marekani. Okay. Hao jamaa ni wasumbufu toka zamani. Kwa hiyo Persia wameisumbua Roman Empire. Mpaka Persia inaangushwa na Roman Empire. Roman imepoteza wanajeshi wengi. Na imeumizwa sana. Lakini baada ya Persia kuanguka ndio likazaliwa taifa moja la Sassanid. Sassanid. Pale Iran. Okay. Ambalo likalisi ile Persia Empire. Nao likawa mwiba mkubwa wa Roman Empire. Hasa Roman ya Mashariki. Walipigana mpaka wakamteka mfalme wa Roman. Wakampigisha magoti. Unaona? Na wakamsamee, akarejeshwa, akaandika truce, mkataba kwamba watavuka mipaka. Okay. Kwamba huyu kuingia huku, huyu kuingia huku. Hao ndio walimtoa Roman Empire kwenye Iraq kule. Okay. Roman Empire ilikuwa mpaka Iraq. Unajua Marekani na Muingereza na Europe ni marudie tu. Okay. Ile Iraq unayoiona ilikuwa chini ya Roman Empire. Okay. Sawa hiyo Iraq. Hata baada ile Catholic power, Iraq ilikuwa ni nchi ya Katoliki pia na Syria. Kwa hiyo mpaka huko Yemen na huko Yemen na Wausi wanapigana kule. Ilikuwa pale ni poti kubwa ya Roman Empire. Wakienda India, wakienda na China. Unaona? Kwa hiyo Mashariki ya Kati ilikuwa chini ya Roman Empire. Kwa hiyo Irani ikaja ikafukuza Roman Empire. Sawa? Ikaondoa Roman Empire pale Iraq. Wakaanza kupambana kumuondoa Syria, wakaichukua na Syria, wakaja wakachukua na Jerusalem. Ule mwaka wa 600 ilikuwa ni mwaka wa 616. Sawa. Wakachukua nini? Paka Jerusalem. Lakini utawala wao kama mwaka huu mmoja wa Roma tena wakarudi wakawafukuza wa Iran. Kwa Iran ikabaki na Iraq na pamoja na Iran ya sasa. Okay. Ndo baada ya wakati wa Roman Empire inapambana hasa Roman ya Mashariki. Roman ya Magharibi wakati isha sambaratika, Roman ya Mashariki, East Roman Empire, ndipo wakati huo Muhammad anaendelea kutangaza dini kule Warabuni. Okay. Wakati huo na alimwandikia mfalme Koroso wa Sassanid barua kwamba ajisalimishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ukijisalimisha kwangu ufalme wako utaishi, lakini ukikataa kujisalimisha kwangu
ufalme wako utaangamizwa. Hiyo ni barua. Muhammad alitoka barua sehemu tofauti kule Oman na kadhalika. Koroso akasema huyu ni mpumbavu gani wa Kiarabu ananiandikia nini barua ya kuniangusha, akatoa majasusi kumuua Muhammad. Sasa ndio huyu Koroso alikuwa ni hatari, alikuwa ni mwenye nguvu sana. Sasa pindicho dola ya Kiajemi hiyo sasa na Roma na wanapigana umezofika sana. Baada ya Muhammad kufa ndo akatawala mtu anaitwa Abubakar Sadiq. Mwaka 650 akamtuma Khalid bin Walid, kwa Waislamu wanaita upanga wa Allah. Khalid bin Walid akaenda akaivamia Sassanid Empire, akaiangusha, ndicho imezofika sana. Kwa hiyo sasa haikuweza kuhimili jeshi la Kiislamu. Na walikuwa na hasira kwa sababu mfalme wao alimdhalau Muhammad. Subhana ile swala leo wasallam kwa mujibu wa Islam. Tuko pamoja mpaka hapo Kwa hiyo ndio wakaifanya Persia kuwa nchi ya nini? Ya Kiislamu. Lakini walifanya kazi kubwa sana kuondoa pagani ule wa Persia. Na hawakuweza kwa wakati huo kwa asilimia 100. Kwa hiyo Abubakar huyo Khalid bin Walid chini ya sasa ya Umari. Ndio. Wakati huo sasa Khalifa Umar akamtuma kupambana na Byzantine Empire. Kwa akafanikiwa kuifukuza Syria na maeneo ya Jerusalem mpaka huku Misri, walikuwa wametawala Waislamu. Lakini Roman wakufanikiwa kuiangusha Roman Empire ya Mashariki. Roman Empire ilikuja kuanguka mwaka 1453. Iliangushwa na Waislamu wa Kituruki. Kwa hiyo Waislamu hao kina Rashidun, Umayyad Caliphate, kina Abbasia hawalishinda kuiangusha Roman Empire ya Mashariki. Sawa Ndio. Sasa tuachane na hicho kitu, tubezi katika hoja yetu ya Iran. Ili tujue mgogoro wa sasa. Ndio. Irani wakati huo iko chini ya nini ya Waislamu? Ndio. Na sababu Iraq ilikuwa chini ya Iran wakati huo, sasa na ikaanguka mikononi mwa nani? Mwa Waislamu. Kwa hiyo ikaenda ikarudi mpaka kafika ule mwaka 1500. Ndipo utawala mmoja unaitwa Safavidi. Safavidi ni utawala wa Kishia. Ukavamia pale Irani, ukaondoa Wasuni. Sababu Waturuki walishatawala pale pia Iran. Maana pale Iran utashangaa kuna kizazi cha Waturuki, kuna kizazi cha Wamongolia, kuna kizazi pia cha Alexander cha Kigiriki pale kiko pale, kuna kizazi cha Wapersia. Kwa hiyo pale kwa Omekobareti kule kuna vizazi vingi viko pale, ila kizazi kikubwa ni cha hao Waajemi. Umeelewa paka? Sababu ile mataifa yalikuwa na Waarabu hapo pale, kizazi cha Waarabu kidogo, sababu ilikuwa wanawatawala ile eneo linatawaliwa na zile nchi. Mwaka 1500 mpaka mwaka 1775 ulikuwa umezaliwa utawala wa Safavid Caliphate. Ambao wenyewe ulikuwa unatawala kwa imani ya Kishia. Kwa hiyo Washia wakaanza kuitawala Iran. Kwa hiyo Iran ikabadilika ikawa taifa la nini? Kiislamu. La Kishia. Ulikuwa unatawala Waislamu kwa nyuma kote. Hasa Wasuni. Kwa hiyo sio wakaja Washia pale wakaangamiza Wasuni. Kwa hiyo wakawapunguza mpaka baki asilimia chache. Unajua Wasuni na Washia wapatani. Wapatani. Ndio wapatani kabisa, ni maadui. Baada ya Ali kuuawa pamoja na Hussein na Hassan, kikainuka kizazi kingine pale ambacho kilisema kwamba uwarifa ulipaswa uende kwa nani? Kwa Ali. Si kwa Abubakari, kwa Umar au Uthman. Na ukoo wa Uthman au Muawiya ndio ulimuua nani? Ali na watoto wake. Sasa kuna asila iko pale kizazi baki kinamwamini Ali, ndio kaule dini ya Shia usafi, kwamba wakaita ni Waislamu safi ambao ndio wanashika utamaduni kwa kupitia kizazi cha Muhammad, utamaduni wa Kiislamu kupitia kizazi cha nani? Cha Muhammad kupitia mtoto wake yule Fatima. Kwa hiyo wakawa ni maasimu na hawa Wasuni ambao walio wengi. Kwa hiyo kwa kifupi wanaojinasibisha kwamba ni Uislamu wa Muhammad ni hao waliopo Irani sasa kwa maana hiyo hawa Mashia. Ndio. Kwa hiyo Msuni yote imara kabisa, yule Msuni wa kweli kabisa ambaye anapenda usuni wake hawezi kukubaliana na utawala wa Iran. Kuna Wasuni, mimi na rafiki zangu Wasuni, yani wanatamani Irani iangamizwe. Ndio wanasema kwamba Washia wanamtukana Mtume, wanatukana wale maswahaba wa Mtume. Lakini wenyewe sasa ndio wapo kwenye damu ya Mtume, kwenye raini ya Mtume. Unajiita sijui Al-Bait, kwamba kizazi cha nani? Cha Mtume. Hata ile fundisho la kuja kwa Mahidi wao ndio wamelishikilia sana. Alafu kuna vitu ambao Washia wamevitengeneza, wana vitabu vyao na hadithi zao nyingi tofauti na hadithi
za Sunni. Kama kwa mfano kama Wasuni hawakubali sana hii Sahih Buhari, Sahih Muslim. Hizo hadithi za Wasuni hawezi kubali. Na kuna tamaduni fani Wasuni wa Shia wanazo. Unajua Washia, ukisema Washia kuna ile andiko linasema waingilieni makonde yenu wapendavyo. Ndio. Fikiri Qur'ani 2:224 bila shaka. Ndio. Wana ile andiko kwamba ingilieni wake zenu mpendavyo. Au makonde yenu mpendavyo. Sasa Wasuni wao wanatafasiri kwamba ni staili tu. Umeingia kwa staili unayotaka mwenyewe. Ila Washia wanaenda extreme, wanasema hata kuwaingilia kinyume na maumbile. Unakuta kuna vita kati ya Washia na Wasuni, hapo hiyo kitu inazungumziwa. Hata huyu imamu wa Mashia hapa Tanzania, Ustaz Ahmed Jalala, nafikiri ndio Jalala kama sijakosea. Juzi alitoa hapa video moja hapa mwaka jana kwamba Wasuni wanatumu kwamba sisi tunaruhusu ngono kinyume cha nini? Cha maumbile. Lakini tukisoma wale maulama wa Kisuni waliruhusu. Ikawa hata kuna shehe moja hapa wa Bakwata alisimama akapinga hiyo hoja, akasema hao wamelanika watu wao. Tuko pamoja mpaka hapo. Lakini sasa ni ukweli kabisa. Hata mtu yote kama haamini anachokisema akafanya utafiti wake. Nataka nukuu nitampa. Maayatola, jua ayatola ni cheo. Maana ayatola ni msomi. Yule ni yule Muislamu mkubwa katika elimu ya Kiislamu ambaye anajua sheria nini ya Kiislamu vizuri na Qur'ani na vitu kama hivyo. Ndio maana anaitwa Ayatola, ambaye anachaguliwa na jopo la Washia. Ni mtu mwenye heshima katika imani ya nini? Ya Kishia. Sasa wale ukiangalia zile fatwa zao wanaruhusu kabisa kwamba kumuingilia mkeo kinyume na maumbile ni ruksa. Kutumia ile andiko. Sawa? Lakini katika makubaliano. Mkeo akikataa usifanyeje? Usimuingilie. Akikubali? Muingilie. Sasa yote hiyo inakubalika katika mazingira. Sasa Msuni mwenye siasa kali hawezi kukubaliana na hiyo imani ya Kishia. Na Wasuni wamefundishwa kuwapenda wale maswahaba wao. Wale wanne wale. Wanawaheshimu. Na Imam Shafi. Na pale wale pamoja na wasaba wale wengine ambao wale wanne ni wale watawala, alafu na maswahaba wengine. Sasa Washia hawaamini maswahaba wote. Yeye wanasema kwamba wakati Muhammad amekufa, Ali akati yuko busy na maiti ya mtume. Abubakar alikuwa kwenye klabu ya pombe na kina Umari na wengine wakifanya wakiahidi uaminifu kwa Abubakari kutawala nafasi ya nani? Ya Muhammad. Maana wanamuita Abubakari ni kafiri, Umari ni kafiri. Unaona? Kwa hiyo kitu wapatana. Sasa ukisoma hizo imani tu vyao wanavisoma. Lakini leo nashangaa kwamba leo Wasuni sometime wanaunga ilani nini? Mkono. Kama wanayuko mataifa kama taifa ni sawa. Ila kama wanaunga kiimani, basi imani ya Irani ya Kishia inakinzana na imani ya Kisuni. Maana ile mataifa ya Kisuni kama mfano kama Saudi Arabia na nchi zinginezo pale hawapatani kabisa na. Nilikuwa najiuliza hawajatoa tamko lolote mpaka sasa. Kwanza unania ipigwe. Ila sasa hivi wanaogopa sababu jamaa amejipanga na makombola. Asije kaaza wenyewe. Alisema kwamba mtu akiungana na Marekani na Israeli au akitoa anga kwa ajili ya nimpigwe mimi, naanza kumshughulikia yeye. Nadhani dunia iliona ile mwezi wa 7 vita vya siku 12. Ndio. Dunia ilishangaa, jamaa alishusha mzigo. Alikuwa haamini kama na uwezo. Na alisema kwamba hiyo ni chai tu. Kuna maana chakula bado, ina maana ana mzigo wa kutosha. Ndio maana pale wakati Israeli amepiga ile surprise attack, alijua amemaliza kila kitu. Kumbe jamaa na mizigo ameificha sehemu tofauti tofauti. Iko inanyanyuka tu shua na kitupa 200, 100, 400. Hata ukitungua hata 300 kabaki 100. Inakuwasili. Na kwa tuliona madhara makubwa, sema kuna vitu vingine pia vilifichwa tu. Propaganda lazima. Sababu hakuna siri za kijeshi wagazi hazisemwi zote. Ingawa Irani aliasilika, alipoteza viongozi wakubwa 30. Sawa. Na ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa nchi ya Iran. Maana ilikuwa ni surprise hata akikondoa wale watu ambao ni unajua kumuondoa komando, kumuondoa mkuu wa majeshi ambao ametrainiwa miaka mingi ni hasara kubwa ya taifa kuliko karibu eneo lolote. Kwa hiyo ila kwa hapo Israeli alishinda. Ila kwa upande wa uharibifu Iran ilishinda kwa Israeli. Iliharibiwa sana Israeli. Sasa tuje hapa. Baada ya sasa utawala ule Safavid ndio kuambia wa Kishia ndio kaja katawala huyu mtu kina Reza au mwaka 1935. Ndio kina Shah hawa kina Pahlavi.
Okay. Hawa ndio wakaja wakawa wakaingiza ni wafalme. Ndiyo. Ile nchi wakatawala kifalme, lakini hawakuingiza dini kama msingi wa taifa. Okay. Kwa dini inabaki kuwa nini? Dini ya waumini. Kwa wakatoa uhuru kwa raia kuwa na dini wanayotaka, na pia kuna Wayahudi walikuwa kama 300,000. Okay. Je, Wayahudi wana asili ya kubaki kule kuanzia kipindi cha Koreshi the Great. Wayahudi walikuwepo. Kwa hiyo walikuwa kama ni wananchi wa Iran. Pamoja mpaka hapo. Wanaishi kwa uhuru na walikuwa yani ni sehemu ya wananchi, wamejenga, wanatawala kule, wanaishi hapo serikalini, kila kitu walikuwa wanafanya Wayahudi. Okay. Na Wakristo walikuwepo wengi na dini na watu ambao waamini kwa dini. Maana tukisoma historia ya Iran tutashangaa kipindi hicho kwa wanatawala, wanawake wanavaa, mwingine anajisikia kuvaa kimini. Ndio. Au siwe? Madisco. Yani ilikuwa kama vile Europe unavyoiona. Au Tanzania. Tanzania hapa tuna dini unajua Ndio. Utembea usiku kwa Dar es Salaam kuna vitu vingi. Ndio unafahamu? Madanguro, madisco na nini. Lakini wananchi wenye kutaka dini wana uhuru wafanyaje? Wa kuabudu. Na pia kwenye misikiti, kwenye makanisa watu wanamwabudu nani? Mungu. Kwa kabisa upokuwa unasema hii nchi haina hizo kuwa na malaya. Okay. Au sio hizo kuwa na madangulo? Ndio. Siku ya Jumapili unaiona. Au siku ya Ijumaa. Mambo kabisa ni excellent. Lakini usiku kuna maisha mengine yanafanyaje? Mambo yanabadilika. Yanaendelea. Sasa kule Iran pia ilikuwa ni vile vile. Sasa baada ya ule utawala wa Shah, huyu Reza, oswe? Sasa huyu Shah ambaye alipinduliwa mwaka 1979, ndio. Ndipo sasa kuna mambo yakabadilikia pale. Ni kweli wa Iran pia alikuwa ni puppet sana wa Marekani. Huo ndio kweli. Okay. Puppet nini? Marekani na magharibi na mafuta mengi alikuwa anawauzia wa Marekani na mambo ni mengi, ufisadi ulikuwepo na kadhalika. Haya mambo yakosekani Okay. Sasa akaja mtu anaitwa Ruhollah Khomeini. Kuna Khomeini na Khomeini. Huyu anaitwa Ali Khomeini, yule anaitwa Khomeini. Sasa yule alipinga utawala wa Shah. Kwa hiyo akaanzisha movement ya kuikomboa Irani, ailete kwa Wairani. Okay. Kwamba tuondoe utawala wa nini? Wa kifalme, tuweke utawala wa kisekula. Okay. Alafu tunanyonywa. Kwa akaja na hoja nzuri kama za mpinzani. Kwa hiyo kidogo jamaa apelekewa mkono akakimbia. Okay. Unaona? Na alishakimbia mpaka Ufaransa. Alishaenda mpaka akakaa nchi za hapo. Una mtu mmoja amekaa hapa nimesahau jina lake, lakini alikuwa amekaa kama mkimbizi. Akianzisha harakati, na huyu Ayatollah wa sasa alikuwa ni mwanaharakati wakati huo. Alishaenda jela huyu jamaa mara nyingi tu kupitia mkono wa Shah. Kwa hiyo harakati zikaungwa mkono na wananchi kumtoa nani? Mfalme. Lakini uko umeahidi kitu hichi kwamba tutapopindua utawala wa mfalme, tutaweka utawala wa kisekula na uchumi wote wa mafuta na everything mali za Irani zitakuwa chini ya Wairani wenyewe, zitaamuliwa na Wairani wenyewe. Wananchi wakaingia mkataba, wakafurahia, wakamunga mkono Khomeini. Kwa basi jina mbali ni kuachie kama una swali hapo. Hapana, naona tunaenda sawa hapo kuhusiana na Khomeini. Okay. Na wananchi jinsi gani wameshawishiwa mpaka wakaamua kumuunga mkono mtu ambaye maana yake yeye kipindi hicho yeye kama yeye hakuwa na msimamo wa kidini. Alikuwa ni Mshia. Okay. Na ni mtu wa kidini kweli. Okay. Lakini sasa unajua mwanasiasa aidha una element za kidini ama vinginevyo. Yeah. Kuna ukisoma hoja za kisiasa natumia kinaitwa Hegelian dialect. Ndio. Au siwe? Pale ni namna kuchakata mambo ili upate ushawishi kwa wananchi. Uko lazima kutumia upepo mwingine hata usio upenda. Maadamu wananchi wanaupenda ili uwalete kwako. Hata kama sio upepo wako. Hata kama sio upepo wako. Sababu kuna mwanasiasa mjinga atembelee upepo ambao hauvumi. Okay. Mwanasiasa ambaye ni smart yeye anaangalia ni upepo gani wananchi wanautaka. Anacheza kwa wananchi. Anacheza nao. Hata pili cha Magufuli anagombea urais alituahidi mambo sijui 69 nakumbuka. Sijui ngapi. Mengi tu aliahidi pale. Sawa. Lakini je, alitekeleza yote? Hapana. Kwa hiyo aliangalia upepo na mwisho akasema kwamba akatuambia ukweli kwamba haya mambo hizo kutekelezeka, tutaenda njia hii. Kwa hiyo wanasiasa wana tabia hiyo. Na huyo jamaa naye pia akaahidi ahadi za kutosha. Kwa hiyo wananchi wakashawishika wakafanya maandamano makubwa sana. Kwa hiyo wakati Shah ameondoka tu maandamano yamekuwa makali kaenda kutibiwa nje ya nchi. Ndipo wakampindua.
Okay. Familia yake ikakimbia na wengine kwa maana kwa hivyo yuko hapo ambaye atakurudi madarakani kwa mgongo huo huo. Okay. Sasa ndipo sasa yule Khomeini na wakina Ali hawa Khamenei pindi hicho sasa walikuwa ni mwanaharakati mmoja ambaye tuna huyu Ayatollah wa sasa. Huyu jamani kiboko. Okay. Na jopo lile la Mashia, wasomi wa Kishia. Kwa wakakaa wa Irani wamewaunga mkono. Sasa tunaingia utawala wa nini? Kama tulivyoahidi ule wa kisekula. Okay. Dini itakuwa ni dini, lakini mambo mengi ambayo umetengeneza ambayo yanavutia wa Irani kwa nchi ya uchumi. Okay. Unajua rafiki yangu simulizi, uchumi unatesa sana. Sawa. Hata tu hapa wapinzani wanatuambia kwamba tukishika nchi tutawapa hiki na hiki na hiki, au sio? Tunashawishika. Maana ukisikia nchi ni tajiri sana. Tajiri sana, hata Magufuli anatuambia vile. Yaani ukisikia hicho kitu unasikia hata kama hujapewa unashawishika ndani yako. Kumbe nitatajirika. Lakini sasa hiyo ni sometimes ni mambo ya kisiasa. Okay. Lakini ingawa kuna wanasiasa wengine ni wazuri, wana nia dhati. Na mara nyingi wenye siasa wanasiasa wenye nia dhati wanapitia changamoto kubwa. Sawa. Sababu unakuta kwenye mali za nchi mara nyingi huwezi kuzila peke yako. Okay. Kuna watu pia wanaziangalia kwa macho mawili. Okay. Wanatoa udenda zile mali. Kwa lazima utafute kila njia, na mfanyabiashara yoyote hataki kununua mali kwa bei kubwa. Okay. Yaani ukiwa mfanyabiashara utataka ununue kwa kubangaiza. Okay. Ili uuze upate faida kubwa. Kwa hiyo maana sasa ndio hivyo, wananchi mara nyingi tunakuwa kama vile ng'ombe wa kafara. Mbuzi wa nini? Wa kafara, ili tutimize maslahi ya watu wengine. Ila mimi naunga movement ambayo ipo kitaifa. Okay. Kwamba si ni wa taifa, tunahitaji mali zetu tuziamue wenyewe, tuchakate mambo yetu ya hivi na hivi. Mimi niko tayari. Ila kuna wengine tunamtazama sasa, huyu mtu huyu ana lake jambo, sio? Wewe Ayatollah naye huyo naye alikuwa na lake jambo. Jambo la Ayatollah ambalo alikuwa nalo, alikuwa na mpango kinyume na ule ambao anawaambia wananchi wa Iran. Okay. Huo mpango ulikuwa ni kwamba atapoingia madarakani atengeneze Islamic State. Okay. Sawa. Kwa mwaka 1979 alivyoingia madarakani kama supreme leader. Ndiyo. Na 81 akamcha huyu Ali Khamenei akawa rais wa Iran. Huyu ambaye sasa Ayatollah wa sasa. Okay. Akawa rais wa nini? Wa Iran. Wakawaambia wa Iran, sasa ili mambo yaende vizuri tuunde serikali ya Kiislamu. Mlituahidi vinginevyo. Sasa tayari ushajiimarisha, ushakuwa na nguvu. Mtu ukileta mdomo unazimwa. Kwa hiyo ikabidi ile taifa litawaliwe kidikteta, kuzimisha kila aina ya upinzani ambao utawapinga kuhusiana na zile sera za kidini ambazo wanataka kuziweka pale ndani ya Iran. Kwa hiyo wakafanikiwa kuweka ule utawala. Na kipindi hicho Marekani ameshaondolewa pale, mabalozi wake wote na Waisraeli wamekamatwa. Okay. Na dola la Kiislamu. Picha Jimmy Carter akatuma pale majasusi kwenda kuokoa nani? Wale wa watu wake, akafeli. Okay. Naona ikabidi wafanye mazungumzo nao wakaachia kitu kidogo, watu wao kwa wameuokoa. Kwa hiyo tokea hapo Marekani ikaweka vikwazo kwa Iran. Okay. Kwa hiyo wakawatangaza kama taifa ambalo ni hatari duniani. Kwa hiyo Iran ikala vikwazo, mazungumzo kwenye Umoja wa Mataifa ni mvutano mpaka leo unavyoona. Unaona? Na nchi zile za Kiarabu zikawa upande wa Marekani, Iran ikasongwa ikatengwa. Na hapo wakamtumia Saddam kuivamia nini? Iran. Mwaka 88. Okay. Kumbe Saddam alitumwa na Marekani? Ndio. Marafiki zake ndio wakamnyonga. Kwa hiyo akapewa silaha aivamia nini? Iran. Sawa? Okay. Lakini hapo kuna kitu ambacho mimi bado nabii nakistaajabia mpaka leo. Israeli alikuwa anamsaidia Iran. Sawa, ile Iran walikuwa ni marafiki na Israeli. Picho utawala wa Kiislamu ukumbuka uliwateka Waisraeli mpaka 79. Okay. Lakini Muisraeli alikuwa anamuuzia silamu Iran. Biashara hizo. Ndio mwingine wapo na silaha za Marekani. Mpaka rais wa Marekani, baadhi ya wananchi wa bunge la Marekani akasema Israeli sipewe silaha. Maana akipewa anaziuza. Jamaa akatenza pesa nyingi mno pale Israeli. Okay. Kwa akamsaidia sababu pindi hicho Saddam alikuwa ni threat kwa Israeli kuliko Iran. Okay. Sababu pindi hicho Saddam aliunda doctrine ya kuiangamiza nini? Israeli. Okay. Kuna huku Iran walikuwa hiyo doctrine hawajaiweka. Okay. Sawa Ndiyo. Kwa jamaa akatoa silaha nyingi sana kwa Iran. Okay.
baadaye ameunda uchumi. Unajua mambo haya bwana, siasa hizi zina mambo mengi. Ndani ya siasa pia kuna lugha zingine ambazo tuzijui sisi wananchi. Sawa. Ndani ya siasa kuna biashara nyingine inaendelea ya maslahi. Nafika kipindi, ni maana kwenye siasa kuna rafiki wa kudumu ama adui wa kudumu. Ndio shangaa tu mtu anakuwa mpinzani hivi, anapiga kelele, lakini usiku anapokea chochote. Au siwe? Sasa kuna mambo ambayo yako ambayo sisi hatuwezi kuyajua tu wananchi. Mpaka mtu mwenye maono ya mbali, msomi wa kuchunguza vitu kama hivi, uweze kukurupuka kuuza utu wako. Sasa ndivyo Israeli anakuwa anaunda pesa kupitia vile vita vya miaka 8. Kwa vile vita vikawa vigumu sana, na Mwisraeli akaja Miraki akaja akagundua kwamba makampuni ya Marekani ya silaha yanacheza pande mbili. Hii dunia ina mambo mengi bwana Simbisi. Hii vitu unayoona hapa, vitu unaziona hizi vita hizi, unaona ni biashara kubwa. Kuna makampuni yanafaidika. Na sasa dunia ikitulia inaona hapa tuingize, sababu wewe niambie, wanatengeneza makombora kila siku. Ndio. Teknolojia kila siku. Inabidi jaribiwe. Sawa. Ili jaribiwe lazima utafute mazingira kujaribu ile teknolojia. Sawa au ile silaha yao nataka kujaribu. Kwa lazima migogoro ifanyeje? Kwa mfano hapa Ukraine imekuwa eneo, uwanja wa kujaribu kila silaha ya magharibi. Na kila silaha ya Russia, na kila silaha ya China, na kila silaha ya North Korea. Inatupwa tu pale mzigo, unatupwa tu. Sema iko vizuri, tengenezwe vizuri. Mambo ndio hayo. Kwa hivyo dunia haina huruma hasa kwa mnyonge. Sasa Irani wakala vikwazo, kitu ambacho kilifanya Marekani akashindwa Iran, sababu wananchi kidogo walikuwa wamezimishwa, wale wapinzani. Kwa taifa limeshikamana. Sasa adui unapenya wapi? Hata toka kuivamia nchi unaivamiaje? Kwa mfano sawa, umeipiga, utaitawala vipi hiyo nchi? Sasa inabidi utengeneze watu ndani ya nchi ile wanaokuunga mkono ili uiangushe Iran. Na nchi yoyote ile lazima, ili ipinduliwe duniani, lazima watu wa ndani wahusike. Lazima watu wa ndani wagawanywe mara mbili. Ndio maana sasa hata ile nchi ya Libya ndio walishinda kuiangusha wakati wananchi wako stable. Ndio. Lakini Gaddafi alipokosana na wananchi wake, ikatokea tabaka la pili. Sasa tabaka la pili ndio likatoa mwanya watu wa nje kufanyaje? Kuingiza silaha na chokochoko kuangusha utawala wa Gaddafi. Ndio hivyo kwa Syria. Na nchi yote ile duniani inavurugika wakati solidarity ya nchi imefanyaje? Imekufa. Na mara nyingi wanaoharibu solidarity ya nchi ni wanasiasa. Kwa tamaa yao wanaacha majiraha kwa wananchi au kundi lingine. Basi ile kundi lingine linapokuwa limejeruhiwa na likakosa calmness ya kukombatiwa baadaye, sasa linaweza likatumika na watu wa wa nje. Usichukulie tu kwamba wapigwe tu. Lazima utafute means hata ya kuwaandaa kisiasa. Kwa maneno mazuri au sio? Ili ile kundi ulishike kwa maslahi ya nchi baadaye. Kwa hiyo ukishakuwa kiongozi lazima uangalie hao wapinzani wangu hawa. Inawezekana siku nizuru mimi, baadaye kuja kwa nizuru taifa zima. Sasa inabidi utafute mchakato wa kuwaita ukae nao vizuri. Kabaki wote mtawali, hakuna cha mpinzani wala sasa nchi ikisharibika na tawala tena. Hata kama Kongo na lagani pale kuna vurugu ziko nyingi, au sio? Nchi kama Syria kuna lagani. Hata Libya yenyewe. Somalia kuna lagani, au sio? Akisa point inakuja ndio maana kuna rais mmoja anaitwa Kikwete. Nilikuwa natamani naangalia siasa, miaka hiyo nafuata siasa. Wapinzani wakipikelele anawaita ikulu la kunywa kahawa, au sio? Anawapa waziri kivuli. Sometimes unakuwa unaangalia pia sawa. Sababu ni wananchi pia. Ndio. Ni wale wananchi wa pale kabisa, unakutana makabila ya pale. Sasa ukiwafanya maadui inakuwaje? Sasa inabidi ufikao ni wananchi, mmepishana kisera. Sasa inabidi sasa mtafute njia ya kuharmonize zile sera zenu kwa maslahi ya ya taifa letu. Kwa sometimes nguvu inaweza ikatumika sehemu ikata maslahi kulingana na adui wa nje yuko. Ile sometimes nguvu pia inaweza ikaleta uharibifu zaidi. Sasa tuje katika hoja ya Iran.